Kuendelea kuitazama namba 10 ya TVA. Karibu kama unajiunga nasi hivi sasa, tuko nawe mpaka saa 8 kamili za mchana, na huu ni wakati wa mtukati. Mengi yamesubiriwa na kuweza kuulizwa, lakini muda huu ni wa kupata majibu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwa wekundu wa Msimbazi Simba, hasa kwenye masuala ya jezi msimu wa mwaka 2026-27. Tunaye mkurugenzi wa Jairot CPA Josephat Rwagasira. Karibu sana kwenye namba 10 ya TVA. Wengi wanatamani kusikia chochote kuhusiana na mwendelezo wa mauzo ya jezi ya Simba Sports. Kwanza nakushukuru kunikaribisha kwenye kipindi chako cha namba 10. Nashukuru sana. Ndio. Actually tunamshukuru Mungu, tunaendelea na mauzo ya jezi. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana mwaka huu toka siku ambayo tunazindua. So hivyo niseme tu kwamba napenda kutoa shukrani za dhati kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba ambao wamekuwa wakisupport. Ndio. Toka mwaka jana tumeanza kufanya kazi ya uzalishaji wa vifaa vya michezo, jezi pamoja na kwa timu ya Simba, na mwaka huu pia wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu na nawashukuru wao pia. Okay, sawa. Na mwitikio ukoje hadi sasa ukiangalia target ambazo uliziweka kwa mwaka huu kwenye mauzo ya jezi na speed ya mauzo inavyokwenda? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Kuna nuru ipo. Yes. Okay, sawa. Swala la hizi vita ya kuzipinga jezi feki, ugumu uko wapi kwenye kukwamisha kabisa hizi shughuli kutoendelea hapa Tanzania? Si kwa mwaka huu tu, lakini imekuwa ni historia inayokuepo miaka ya nyuma hapo. Unadhani ni nini kinakwamisha ambacho kinakuumiza hivi sasa? Kwanza nipende kuishukuru serikali. Kwa sababu vyombo vya dola, jeshi la polisi na taasisi zote ambazo zinahusiana na masuala mazima ya kudhibiti uhalifu na masuala mazima ya jinai this time zimejitokeza zote kutusaidia. Ndio. Tumekuwa tuna operation ya nchi nzima operation ya nchi nzima ya kupambana na jezi feki, na nalishukuru jeshi la polisi kwa sababu walishaambiwa hili. Kwa hiyo kokote ambapo timu ya Jairut tunaenda tunakuta jezi feki, tunatoa taarifa, wanakuja kutusaidia kuwakamata. Na hili limetusaidia kwa sababu unapowazuia wale kuwa comfortable kwenye kuuza, manake unawafanya wanarudi nyuma kidogo, na hapo sasa ndio inasaidia kidogo na nyinyi mkaweza kupush. Na mwaka huu namshukuru Mungu, taasisi za kiserikali hizi ndio zimesema na zimeweza kuweka sheria ngumu zaidi, kwa sababu wamesema kuuza kwa jezi feki hii ni swala zima la uhujumu uchumi. Kwa hiyo kuna watu ambao wameshakamatwa, kuna watu ambao mafaili yao yanaendelea huko kwa ajili ya kuwapeleka mahakamani. Okay. Yes. Yeah. Sawa. Challenge ya X Factor. Yeah. Idea hii ikoje kwa mtu ambaye hajapata uelewa? Shabiki wa Simba anatamani kufahamu hiki ni kitu gani na mlengo wake ni nini? X Factor Challenge ni challenge ambayo tumeianzisha Jairut, ambao tunashirikisha mashabiki wa Simba. Kwanza kuhamasisha mashabiki wa Simba kununua jezi original. Ndio. Na tuwaoneshe umuhimu wa kununua jezi original. Kwamba ukinunua jezi original unaweza ukapata kile kitu bora ambacho nyie wana Simba mnakihitaji kwa ajili ya kufurahi na kwa ajili ya kuifanya klabu yetu izidi kuwa bora zaidi. Kwa this time tumeweka X Factor Challenge ambayo inahusisha mshabiki wa Simba kununua jezi. Sawa? Unaweza kununua ya kwako, unaweza kununua ya ndugu zako, katoa zawadi, ila tu kununua jezi, lakini ile pesa ambayo inapatikana moja kwa moja itaenda kuhusika kusajili mchezaji ambaye sisi wana Simba tuna imani na tunatumaini atakuwa chachu katika klabu yetu, katika kikosi chetu cha Simba Sports Club. Na dirisha la usajili limekaribia kufungwa. Yes. Kwa muda uliobaki unadhani inaweza kafanikiwa kwa nguvu ya wana Simba na support ambao wana Simba waga wanaitoa? Ndio. Yaani wana Simba hizo units ambazo unaziona hapo ni ndogo sana. Okay. Inachukua tu siku moja au siku mbili na uhakika wanaweza kawa wameshazimaliza. Wana Simba waamini dirisha hili la usajili kupitia Jairut kuna X Factor atasajiliwa? Yes, waamini. Atakuwa ni mzawa ama atakuwa kigeni? Ni X Factor, kwa hiyo siwezi kumtaja. Sawa, kwa tafsiri yake hiyo mauzo ama gharama za jezi zinakuwa zimepanda au inabaki ni ile bei? No, kwa sababu ni X Factor
tunauza katika platform ya Jeroots, ambayo unaingia Jeroots shop unakuta pale X Factor Challenge. Ndio. Kwa sababu ile pesa special kwa ajili ya kwenda kumnunua mchezaji ambaye sisi wana Simba tunamhitaji, tunampenda na tunajua atatusaidia, si ndio? Ambayo itakuwa ni furaha kwetu sisi wana Simba. Kwa tumesema basi tunauza jezi moja kwa shilingi 50,000. Okay. Yes. Unashiriki vipi X Factor? Kwa mtu ambaye anaitazama namba 10 hivi sasa anatamani kushiriki naye kuchangia aweze kufanya hivyo. Ushiriki ni mwepesi sana wa X Factor. Kwanza unaingia katika website yetu inaitwa Jeroots Shop. Jeroots Shop. Website yo. .co.tz. Ukiingia pale unaona kabisa link inakwambia X Factor Challenge. Ukiingia mule unakutana na vitu viko very simple. Unachagua jezi, kila jezi na amount yake. Na uzuri wenyewe tumeweka dashboard pale ukiingia. Okay. Kila jezi inayonunuliwa na mwana Simba kokote pale unaona pale. Sababu tuliweka dhumuni la kuuza pisi 100,000. Okay. Kwa tukasema kama tutauza pisi 100,000 kwa hicho kiasi tutapata fedha ambayo itatosha kumnunua X Factor. Ambayo tunajua atatuletea sisi furaha, si ndio? Ndio. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake itakuonesha dhumuni ni jezi ngapi. Sisi tuweka dhumuni pisi 100,000, si ndio? Ndio. Lakini kila mtu anaponunua muda wote, sehemu wote, mahali popote, basi ile dhumuni itakuwa na countdown pale. Kwa kama ziko 100,000 ukitoa moja inabaki 9,999 inaonesha. Na 50,000 yako ambayo inaonesha pale. Kwa hiyo inaonesha jezi zilizopo, jezi zilizonunuliwa na kiasi kilichokusanywa. Kwa mpaka sasa hivi mwana Simba hakuna siri. Okay. Utaka kujua bwana tumefikia ngapi, lengo letu likoje, ukiingia pale unaona. Na zile hela zote zinaenda kufanya kumlipia X Factor. Sawa, kwa mtu ambaye labda tu watazama wale hilo moja. Yes. Kwa watu wale wa pembezoni sasa mwa miji labda vijijini, shabiki kweli kweli wa Simba anatamani kuchangia hili swala la X Factor. Hana nafasi ya kuingia kupitia website. Mmewafikiria labda kuwafikia kwa mabasi ambayo yanatembea maeneo mbalimbali, labda watatumia njia hiyo kuchangia na wao, au yatumie njia gani? Njia ya kwao kutumia ni rahisi sana. Sababu tumewafikiria mpaka nao nashukuru timu yetu ya IT na developers wameweza kutufanyia kitu kizuri. Kwamba tunalipa namba. Ndio. Ambayo lipa namba haihitaji uingie katika website. Haihitaji uingie huko. Kwa lipa namba unaweza ukalipia kupitia Mixx by Yas na Selcom. Of course developers wanaendelea kutuletea namba nyingine, baadaye tutaweka Vodacom pamoja na Airtel na mitandao mingine pia, ila as for now tuna Mixx by Yas pamoja na Selcom, ambayo hiyo hata hapa nikisema na simu yangu ambayo sio smartphone nikilipia kwa lipa namba kule kwenye dashboard kule itasoma na amount itaonekana. Imekaa vizuri. Hebu swala la Selemani Mwalimu, najua we ni shabiki wa Simba na huenda umeumizwa. X Factor akija huyu anaweza akawatuliza wana Simba maumivu ya Selemani Mwalimu kutambulishwa Jangwani. Unaamini kwenye hilo? Kwanza niseme kitu kimoja. Kuondoka kwa Selemani Mwalimu ni jambo ambalo ni la kawaida. Wametokea wachezaji wengi walikuwa Simba wakaenda Yanga, wengine wakatoka Yanga wakarudi Simba. Leo hii tuna Chama alikuwa Simba, Chama alienda Yanga, lakini leo Chama yuko Simba. Kwa ni jambo ambalo lipo, sio kama ni jambo jipya wala sio kama ni kitu kigeni. Walikuja kina Emmanuel Okwi, tulikuja kina Bernard Morrison. Hao wachezaji wote walikuwa Simba wakaenda Yanga. Kwa hiyo walivyoenda Yanga timu ya Simba ilitetereka? Hapana, rahasha. Haikutetereka. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo, na katika nyakati kama hizo za usajili kuna surprise nyingi zinatokea. Kwa mimi niwaambie wana Simba waendelee kuwa imara, tuendelee kuwa strong and still, tuendelee kusimama kwa pamoja. Yaani ile nguvu moja ndio ionekane nguvu moja. Kesho tuna mechi Zanzibar. Ndio. Umeelewa? Tunatakiwa tushikamane, tuungane, twende Zanzibar, tukapate matokeo kwa kumfunga mtani wetu na turudi. Kwa hiyo swala la Selemani Mwalimu kwenda Yanga ni jambo la kawaida. Katika masuala ya kimichezo ni swala la kawaida. Kwa sababu Simba tunaendelea kusajili na muda wa kusajili bado. Mungu akipenda tutampata X Factor ambaye atatusaidia, tutakuja kufurahia kwa pamoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kawaida. Sawa, neno la mwisho kwa wana Simba na Watanzania kwa ujumla wanaokutazama hivi sasa CPA. Wana Simba tuendelee kushikamana, tuendelee kuungana, tuisupport club yetu, tusupport viongozi wa club yetu, na sio wakati wa kupeana lawama, ni wakati wa kushikamana
especially tunapoelekea katika hii mechi ya dabi. Ni mechi ambayo kidogo tunatakiwa tuwe na utulivu na utimamu wa akili na utulivu hata kwa wachezaji wetu. Tusiwape sana pressure, tumwache mwalimu, tuache viongozi na sisi wenyewe wana Simba tuweze kuwaweka wachezaji wetu katika utayari wa kutuletea ushindi. Sawa. Asante. Yes. Huyo ni CPA Joseph Rwagasira ambaye ni mkurugenzi wa Jairut. Amezungumza mengi, pengine ulikuwa unajiuliza kuhusiana na mauzo ya jezi na maswali kuhusiana na usajili wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bado tuko naye kupitia namba 10 ya TVE na hii ni Mtukati, tunarudi vipunde.